Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka Ilemela, Mwanza, Tanzania, yakikuletea Star TV habari usiku huu. Na miongoni mwa habari tulizonazo ni pamoja na wakazi mkoani Mwanza wahimizwa kulinda, kutunza na kutumia miradi inayotekelezwa na wakala wa nishati vijijini. Na kwa hayo na mengine mengi, mtazamaji, ni kusihi tu uungane nasi hadi tamati. Kwanza tupate muhtasari wa yale tulionayo usiku huu. Jumla ya miradi 68 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 263 kukaguliwa na kuwekewa mawe ya msingi mkoa wa Pwani. Kwa habari za biashara na uchumi, Manispaa ya Morogoro yatakiwa kupitia upya mikataba ya vibanda vya biashara. Na katika habari za michezo na burudani, wadau wa michezo waombwa kuyaenzi maisha ya marehemu kocha Bilal kwa kuibua vipaji. Na kocha Michael Carrick asema Marcus Rashford huenda karejea Manchester United. Mtazamaji, sisi Star TV tumewekeza habari kiganjani, kwa maana ya kwamba matangazo haya unaweza kuyafuatilia moja kwa moja kabisa kwa kupakua app yetu kwenye Google Store na App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania, au fuatilia kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Gigo Mhule, utakuwa nami usiku huu mpaka tamati. Moja kwa moja tunaofungua ukurasa wetu wa Star TV habari usiku huu kwa habari za kitaifa. Jumla ya miradi 68 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 263 inatarajiwa kukaguliwa na kuwekewa mawe ya msingi katika halmashauri 9 za mkoa wa Pwani. Josephine Mwaiswaga ametuandalia taarifa hii. Jumla ya miradi 68 itapitiwa na Mwenge wa Uhuru, ambapo kati ya hiyo miradi 23 itawekewa mawe ya msingi, miradi 21 itazinduliwa na miradi 24 itakaguliwa. Miradi yote ina thamani ya jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 263 milioni 61,799,595 na senti 55. Ni mkuu wa mkoa wa Pwani Bakari Kunenge akiainisha miradi inayokwenda kutembelewa na Mwenge wa Uhuru mara baada ya kuwasili mkoani Pwani na kupokelewa katika halmashauri ya Bagamoyo. Mwenge wa Uhuru ulipowasili mkoani Pwani na kupokelewa katika halmashauri ya Bagamoyo, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru Uwazo Mwang'onda akasisitiza kuimarisha kwa amani katika taifa la Tanzania. Kina baba, tuendelee kushauri watoto wetu na vijana wetu kuendelea kulinda amani na utulivu wa taifa letu. Tutaona mengi kwa sababu ya amani tuliyonayo. Viongozi wetu wapo, watatuletea maendeleo huku, tutakuwa na vitu vingi vizuri. Kikubwa tuendelee kulinda amani na utulivu wa taifa letu. Ya Bagamoyo, Shaibu Ndemanga akipokea mwenge huo amesema miradi yenye thamani ya shilingi bilioni 11.4 itapitiwa. Miradi hii yote ina thamani ya shilingi bilioni 11.4. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, sisi naomba nikuhakikishie kwamba tutakimbiza mwenge huu kwa mujibu wa utaratibu wa Mwenge wa Uhuru kitaifa. Tunamuomba Mwenyezi Mungu. Meneja wakala wa barabara vijijini TARURA wilayani Bagamoyo Bupe Angetile na mkuu wa shule ya sekondari ya Shushira Ladwa Halima Mpogo wanaelezea miradi hiyo inavyosaidia kuondoa changamoto kwa wananchi. Mradi wa ujenzi wa box karavati uligharimu kwa shilingi milioni 121, ambapo hapo awali wakati wa masika wanafunzi na wananchi kwa ujumla walikuwa wanatumia mtumbwi kuvuka ng'ambo ya mto kwenda kupata huduma za kijamii na shughuli za kiuchumi. Katika mwaka wa fedha 2025/2026 halmashauri ya wilaya Bagamoyo kwa kushirikiana na wadau imetenga shilingi milioni
528,998,424 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari mpya eneo la Mlingotini na kiasi cha shilingi milioni 385 kwa ajili ya ujenzi wa vyumba 17 vya madarasa. Yote iliyopitiwa na Mwenge wa Uhuru katika halmashauri ya Bagamoyo imekubaliwa na kuwekewa mawe ya msingi. Ripoti kutoka mkoani Pwani ni Josephine Mwaiswaga wa Star TV. Waandishi wa habari nchini wametakiwa kuzingatia maadili ya taaluma yao hasa katika kipindi cha changamoto au migogoro, ikiwa ni pamoja na kuandika habari zenye kujenga mshikamano wa taifa na sio kuvuruga amani. Tuiangazie taarifa hiyo. Hayo yameelezwa jijini Dar es Salaam na mkurugenzi msaidizi wa idara ya habari maelezo Zamaradi Kawawa kwa niaba ya katibu mkuu Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo katika kikao cha wadau wa sekta ya habari chenye lengo la kujadili nafasi ya vyombo vya habari katika kuhamasisha amani, utulivu, umoja wa kitaifa na maridhiano nchini. Lengo la kikao hicho ni kuwajengea uelewa wadau wa sekta ya habari kuhusu wajibu wao katika kulinda na kuimarisha amani, utulivu na mshikamano wa kitaifa kupitia kazi zao za kila siku. Kwa hiyo nawaomba sana kupitia kalamu zenu, kupitia matangazo katika vyombo vyenu vya habari, muende mkahakikishe mnaandika habari za kulijenga taifa, za kuwaunganisha Watanzania, sio kuwabomoa au kuwatenganisha au kuandika habari za kuchochea na kulifanya taifa kubomoka. Kupitia kikao hicho, mada mbalimbali zimewasilishwa ikiwemo wajibu wa waandishi wa habari katika kuhamasisha amani na maridhiano, uandishi wa habari unaojenga taifa badala ya kubomoa, na mada kuhusu utangazaji wakati wa migogoro. Sisi tunachosema kwamba tulikuwa tunafanya kazi muda wote kwa ajili ya kuitetea maslahi ya Tanzania, na Tanzania Bloggers Network itaendelea kutetea maslahi ya Tanzania, itafanya kazi kuzalendo na weledi. Hilo ndio tunaloweza kuahidi kutokana na mfundisho leo. Habari ambazo tumezibalance vizuri haziwezi kuleta tofauti katika jamii. Na habari zetu zinatakiwa zisiwe habari za kubomoa, lakini zinakuwa habari za kuhakikisha kwamba zinajenga nchi. UMIKITA tunaamini katika ufanyaji kazi wa pamoja, ushiriki na ushirikishwaji, na mafunzo haya leo yanathibitisha ni namna gani serikali ya Tanzania inayoongozwa na Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan inafanya ushiriki na ushirikishwaji. Dhana iliyosemwa hapa leo ya amani, utulivu na umoja katika taifa letu ni kitu ambacho tunapaswa kukiishi sisi waandishi wa mitandao ya kijamii na Watanzania wote. Kikao hicho kimehudhuriwa na viongozi na wanachama kutoka mtandao wa wanablogu Tanzania TBN, jumuiya ya wanahabari wa mitandao ya kijamii Tanzania JUMIKITA, na mtandao wa redio za kijamii Tanzania TADIO. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Asante Angela Matayo. Wakazi wa mkoa wa Mwanza wamehimizwa kulinda, kutunza na kutumia miradi inayotekelezwa na wakala wa nishati vijijini REA, ikiwemo miundombinu ya umeme, nishati ya jua pamoja na majiko banifu ili kudhibiti uchafuzi wa mazingira. Taarifa zaidi na Sharifa Suleimani. Ni katika mkutano wa kwanza uliowakutanisha wabia wa maendeleo katika sekta nishati kutoka Benki ya Dunia, Umoja wa Ulaya, wenye lengo la kujadili miradi ya nishati, kupanga mikakati pamoja na kufuatilia maendeleo ya upatikanaji wa umeme haswa vijijini. Mkutano ulioratibiwa na wakala wa nishati vijijini REA, ambapo mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda akifungua mkutano huo anatumia nafasi hiyo kuwajuza wananchi umuhimu wa matumizi ya nishati safi ili kutunza mazingira. Hiki ni kikao muhimu kwa sababu hapa ndipo tunapoweka msingi wa utekelezaji wa miradi inayogusa maisha na maendeleo ya wananchi wetu, hususani wa vijijini. Ikumbukwe ya kuwa nishati ni kichocheo muhimu kwa maendeleo ya sekta nyingine nyingi. REA wanaeleza mikakati yao katika kuwafikishia huduma wananchi ambao ni rafiki na mazingira. Mradi kwenye mkoa Mwanza kwenye kisiwa cha Mbezi kwamba tunaenda kufunga mifumo ya sola. Mifumo ya sola 20 itaenda kupeleka umeme huu wa sola wa kujitegemea katika
kwenye kaya takriban 20,000 katika visiwa 143 nchi nzima. Kuna vya ziwa Victoria, kuna ziwa Tanganyika, kuna ili shughuli za maendeleo ziweze kufanyika na wakala kwa ustawi wa Tanzania katika eneo la nishati, ambao kuna umeme ambao tunapeleka umeme vijijini, umeme kwenye vitongoji. Awali REA walitembelea miradi inayotekelezwa mkoani Mwanza wakiambatana na wabia hao maendeleo kutoka Umoja wa Ulaya. Tunapokuja kwenye miradi kama hii tunawaeleza kwamba tumefanya mradi huu lakini bado mahitaji ni makubwa zaidi. Tunakuwa na vikao vya side meetings, tunawaelezea kwa mradi ambao tumeonyesha jana umefanikiwa, lakini bado kuna mahitaji ni makubwa zaidi, tunaomba fedha zaidi. Kwa hiyo tunashirikiana kupata fedha zaidi ili tuweze kukuza zaidi miradi hii. Ndio lengo hasa la vikao hivi. Baadhi ya wanufaika wa miradi inayotekelezwa na REA katika sekta uvuvi na ufugaji wameeleza namna ambavyo miradi hiyo imekuwa mkombozi kwao. Lakini hali ya kuwa mvua ikinyesha wale dagaa wanaoza. Kwa hiyo wanapooza wanashuka bei. Lakini tangia huu mradi ufike, tunachukua dagaa, tunawaandaa vizuri, tunawaleta kwenye madulaya, tunawaanika, wanakauka vizuri. Mimi kipekee napenda sana kushukuru huu mradi wa REA kuja kufika hapa. Kufika hapa ni moja achievement kubwa sana. Sio kwangu tu mimi hapa kwenye hili shamba, lakini kwa kijiji kizima. Miradi iliyotembelewa na REA ni pamoja na mradi wa ufugaji wa kuku wa mayai uliopo katika kijiji cha Mwasonge wilayani Misungwi, pamoja na mradi wa kukaushia na kuvulia dagaa wa Kayenze uliopo katika wilaya ya Ilemela. Sharifa Suleiman wa Star TV. Kutoka hapa mkoani Mwanza na sasa tuelekee mkoani Singida ambapo tunajuzwa kuwa kuwepo kwa mfumo wa kidigitali na kamera za ulinzi katika kituo kikuu cha mabasi mkoani Singida kumesaidia kudhibiti uvujaji wa mapato kutokana na kutunza kumbukumbu za watu na vyombo vya moto vinavyoingia na kutoka. Tuungane na Emmanuel Michael kutoka mkoa wa Singida. Ziara ya mafunzo kwa wajumbe wa jumuiya ya serikali za mitaa ALAT mkoa wa Kilimanjaro wakiongozwa na mwenyekiti wake Gilbert Tarimo imewafikisha katika kituo kikuu cha mabasi cha Misuna mjini Singida ili kujifunza juu ya mfumo wa kidigitali wa ukusanyaji na udhibiti wa mapato ya ndani. Mradi huu wanausimamia vizuri. Ni mradi ambao wameweka kamera za kudetect mabasi yote yanayoingia na kutoka kwenye stendi. Lakini pia wameweka mfumo wa kidigitali ambao unaonyesha pia gari zilizoingia. Kwa hiyo wao kwenye kurahisisha mapato, upatikanaji wa mapato na udhibiti wake wameweza kudhibiti vizuri. Mkuu wa kitengo cha fedha na uhasibu manispaa ya Singida Sile Salimini anasema kuwa mfumo huo umesaidia kuongeza mapato ya ndani na kuwezesha kuchangia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Tumeweza kuongeza mapato kutoka bilioni 5.7 kwa mwaka 2023-2024 hadi bilioni 6.03 kwa mwaka 2024-2025. Pia Mheshimiwa Mwenyekiti, kuongezeka kwa mapato haya kumewezesha halmashauri kuchangia 10% ya mapato ya ndani kwenye mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, lakini pia kuchangia 60% kwenye miradi ya maendeleo. Baadhi ya wajumbe wa ALAT kutoka mkoa wa Kilimanjaro wanasema kuwa ushirikiano baina ya viongozi na watendaji na mifumo ya kusanyaji wa mapato ya ndani katika manispaa ya Singida ni miongoni mwa mambo yanayopaswa kuigwa na halmashauri zingine nchini ili kuleta ufanisi zaidi. Na sisi tutajitahidi kwenye mkoa wetu wa Kilimanjaro kwenye halmashauri zake kuweka mfumo kama huo ambao utasaidia kuongeza wigo wa mapato, lakini pia kuondoa udanganyifu. Kamera zile kama za airport, kwa maana ukifika inanyuka yenyewe lakini tumeona Arusha na mikoa mingine. Kwa hiyo nimeona jinsi ambavyo mna ushirikiano na jinsi ambavyo katika manispaa hii, katika idara, jinsi ambavyo kila mtu kwa idara yake anaifahamu hata idara ya mwenzake. Bali na stendi ya mabasi, ujumbe huo pia ulitembelea soko la kimataifa la vitunguu la Misuna na mradi wa ujenzi wa soko jipya la vitunguu na miundombinu yake unaotarajiwa kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 20. Emmanuel Michael, Star TV, Singida. Mahakama Kuu Kanda ya Tabora imeendelea kutoa elimu kwa jamii juu ya kutambua mahakama kuwa ni chombo cha umuhimu cha usuluhishi wa mashauri mbalimbali ya kijamii
na kuondokana na dhana kuwa ni chombo cha utoaji hukumu pekee. Sande Kabai kutoka mkoa wa Tabora ana undani wa habari hii. Akizungumza wakati wa kilele cha wiki la utolewaji wa elimu ya usuluhishi wa mashauri mjini Tabora, naibu msajili wa Mahakama Kuu Kanda Tabora, Loda Ngimilanga, amesisitiza umuhimu wa wananchi kutumia njia ya usuluhishi kama njia mbadala ya kutatua migogoro yao. Jamii kwa kiasi kubwa imekuwa haina elimu ya kutosha kuhusiana na mambo ya usuluhishi. Wengi wanafahamu kwamba usuluhishi hauhusiki mahakamani, lakini mahakamani tunafanya usuluhishi. Wengi wanajua kwamba mahakamani tunasikiliza kesi peke yake. Usuluhishi unafanyika katika ngazi zote. Kwa upande wake, hakimu mkazi mfawizi wa mahakama ya hakimu mkazi Tabora, Gabriel Ngaije, amewashauri wananchi kutumia wasuluhishi ambao wanatambulika kisheria, ambazo zinahusisha majaji, mahakimu, manaibu wasajili, lakini pia na watu ambao wameteuliwa kisheria au wenye ufahamu au wenye elimu ya kisheria ambayo wamepewa nguvu ya kufanya usuluhishi watumike zaidi. Mwenyekiti wa Baraza la Ardhi na Nyumba wilaya ya Tabora, Waziri Mazalia, na mwendesha mashtaka TAKUKURU Tabora, David Bakari, wanaeleza umuhimu wa kufanya usuluhishi badala ya kwenda mahakamani. Lakini tukienda kwenye suluhu, naamini tutaondoa gharama, tutasave muda na pia tutawajenga watu katika kuelewana na kuwa moja. Faida moja kubwa ya usuluhishi ni kutengeneza amani katika jamii, kwa maana kwamba tunajua tukipeleka mashauri mahakamani kuna kitu kimoja kwamba anayeshinda huwa anashinda kabisa na anayeshindwa anashindwa kabisa. Sasa tunapokuja kwenye zoezi la usuluhishi, ni wazi kwamba pande zote mbili zinaondoka zikiwa zimepatana kwa jambo husika, kwa maana ya kwamba hakuna aliyeshinda kabisa na aliyeshindwa kabisa, kwa maana kwamba amani inaenda kurejea kwenye jamii husika. Nao viongozi wa dini, msaidizi wa askofu wa kanisa la KKKT Tabora, Newton Maganga, na naibu shehe wa wilaya ya Tabora, Ahmadi Kaite, wanaelezea kufurahishwa kwao na utaratibu huo wa usuluhishi nje ya mahakama. Pale ambapo tunapopishana, neno la Mungu linatuambia kwamba tunapaswa tupatane kabla hata jua halijatua. Suluhisheni kati ya kundi na hili kwa uadilifu. Kwa hiyo vyombo vyetu vya mahakama tunakuombeni sana kutekeleza uadilifu katika swala zima la sulhu. Sande Kabai, Star TV, Tabora. Imeelezwa kuwa changamoto zinazoikabili jamii na kiteknolojia zimetakiwa kutumika kama dira kwa ajili ya mabadiliko na marekebisho ya mfumo wa elimu nchini. Tuiangazie taarifa hiyo. Katika mahafali ya 15 ya kidato cha 6 ya shule ya sekondari Makiba iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Meru, imeelezwa na mkuu wa shule hiyo Mwalimu Poki Maro umuhimu wa kulifanya somo la kompyuta kuwa la lazima kwa wanafunzi na shule zote ili kwenda sambamba na mabadiliko ya ulimwengu, akitoa mfano wa shule yake jinsi wanavyohaha kulifanya somo hilo kuwa jumuishi. Sasa ndio kama hivi wanakuja wanafunzi 143 wanataka kusoma kompyuta, hakuna. Tuna kompyuta ngapi? 2 pekee. Mwalimu akachuja wakabaki 80. Bado wanataka kusoma. Akachuja wakabaki 12. Lakini kompyuta ni ngapi? 2. Tunafanyaje? Tunapoteza potentiality, tunapoteza thamani ya watu wenye uwezo ambao yamkini wangekuwa mabilionea wa kesho. Tuwasaidie tufikie malengo yao. Mbali na swala la taaluma, ushauri wa wadau na wazazi kwa serikali na jamii kwa ujumla ni kuzijengea uwezo shule zilizopo vijijini kama hamasa ya kufanya vizuri kwa wanafunzi na walimu. Shule za kata wengi walifikiria kwamba hizi shule hazita perform vizuri. Ndio maana unakuta watoto wanafaulu vile inavyotakiwa. Sisi hapa hatuna 0. Kinachosababisha ziathirike, hakuna miundombinu ya usafiri. Watoto wanaugua hapa na wanapakiwa kwenye mabaisikeli, pikipiki ambavyo ni riski. Shule zetu za Tanzania zinaweza kuendelea iwapo serikali itatusaidia kutupa nguvu. Kwa mfano, angalia, kuna sola. Wakati umeme ukikatika, watoto wanaendelea kusoma. Kwa hiyo tunaona kwamba tunaelekea pazuri kwa kiangalia miaka 10 mbele au miaka inayokuja, basi Makiba Sekondari itakuwa ni dira nzuri na inaweza kuwa chachu ya maendeleo kwa taifa. Kwa sababu tusipojua kwamba elimu ni nini, na pia tumeshapewa kama mnavyoona
hatutafika kwenye malengo. Katika hatua nyingine, baadhi ya wahitimu watarajiwa kidato cha 6 wameshauri serikali kuangalia upya mfumo wa elimu ya sekondari nchini, hususan uchaguzi wa michepuo, badala ya kuanzia kidato cha 5 ifundishwe kuanzia hatua ya awali ya sekondari. Hiyo kidogo ingepunguza idadi kubwa ya watu ambao wanashindwa kuendelea na form 6 japokuwa wamefaulu na kwenda vyuo. Ndio serikali imechukua jitihada za kuweka shule kama hizo za elimu ya amali, lakini bado kuna upungufu wa shule hizi ambazo zinaweza kumsaidia mtu kujiajiri pale anapokuwa amemaliza elimu yake ya kidato cha 4. Katika kuunga mkono maono ya uongozi wa shule hiyo kuhusu teknolojia, baadhi ya washiriki wa mahafali hayo wakiwemo mgeni rasmi Saneni Ulaiza wamechangia ununuzi wa kompyuta, mashine ya nakala na vifaa vingine. Angelo Mwaleka, Star TV. Katibu wa NEC idara ya itikadi, uenezi na organization wa Chama cha Mapinduzi, Isa Haji Gavu, amewataka wanachama wa Chama cha Mapinduzi kuepuka vurugu na uhasama ili kujenga mshikamano zaidi katika chama hicho na taifa kwa ujumla. Tuungane na Selma Mrisho. Amezungumza hayo katika mkutano mkuu wa kawaida wa CCM mkoa wa Geita uliokutanisha wanachama na viongozi wa wilaya na mkoa. Amesisitiza kuwa endapo wanachama watajihusisha na purukushana migogoro ya ndani, athari zake hazitaishia ndani ya chama bali zitaathiri hadi uendeshaji wa serikali na mustakabali wa nchi kwa ujumla. Tujue chuki hizo, vurugu hilo zitakwenda mpaka kwenye serikali. Kwa mimi niendelee kuwaasihi na kuwaasa sana viongozi wenzangu kwamba kila wakati lazima ipite kwenye akili yetu kwamba utulivu wa Chama cha Mapinduzi ndio utulivu wa serikali, ndio utulivu wa taifa letu. Kuitishwa kwa mkutano huu ni kuhakikisha CCM inaendelea kuwa imara kisiasa na kiuchumi na kuhakikisha maendeleo yanapatikana. Katika kipindi ambacho fedha nyingi za maendeleo zimeletwa, ni kipindi cha mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Amefanya kazi moja ya kusema kidogo na kutenda zaidi. Na wewe mwenyekiti, nimekuona umechukua formula hiyo. Watu wasiotenda ni mafundi wa kusema, lakini watu wanaotenda anasema kidogo, anafanya zaidi. Naomba tumuombee rais wetu, na sisi wana CCM wa mkoa wa Geita, sisi tuwe jeshi lake namba 1 kuhakikisha kuwa maono alionayo kwa ajili ya nchi yetu yanafanikiwa. Akitoa taarifa ya mkoa, mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amesema hali ya uchumi kwa mwaka 2021 pato la mkoa lilikuwa trilioni 7.7 na kwa sasa ni trilioni 9.3, ikiwa ni ongezeko la 20%. Ukija kuangalia kwenye per capita income ya mtu mmoja mmoja, uione hii growth. Kwa nini? Kwa sababu growth ya population ni kubwa kuliko growth ya uchumi. Na hii growth kwa sababu ya immigration na watu wanakuja katika mkoa wetu, na pesa ambayo iko kubwa kwa sababu ya generation ambayo inakuja. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita Nicholas Kasindamila ameitisha mkutano huu ili kuweza kuangalia maendeleo ya chama na utekelezaji wake katika mkoa wa Geita. Kama katiba inatutaka tuitishe mkutano mkuu wa kazi kuelezana kazi zilizofanyika, kwa nini tuogope huku mambo tuliyofanya yanaonekana na yapo? Lakini pia tunapima na mzani, kupitia mkutano tunapima mzani. Sio kwenda hivi tunakwenda kwenda. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Hospitali ya Aga Khan kwa kushirikiana na taasisi ya RWI na hospitali ya taifa ya Muhimbili imefanikiwa kukamilisha mfululizo wa kambi maalum kwa mwaka wa 10 za upasuaji wa urekebishaji wa viungo. Tuungane na mwandishi wetu. Tarehe 13 hadi tarehe 17 Aprili 2026, timu hiyo ya wataalamu wa kimataifa wa upasuaji wa kurekebisha viungo kutoka RWI kutoka nchini Marekani, Canada na Ulaya wakishirikiana kwa ukaribu na madaktari wa upasuaji kutoka hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam, hospitali ya taifa ya Muhimbili, kituo cha tiba cha Bugando na hospitali ya Mnazi Mmoja Zanzibar wamefanya upasuaji kwa wanawake na watoto 16 wakitoa huduma muhimu za kitabibu zinazoshughulikia ulemavu mkubwa wa matatizo ya mjongeo yaliyosababishwa na majeraha na ukatili. Kutoka mwaka 2016 mpaka leo 2026, at least tunaweza tukajivunia kwamba tuna wataalamu zaidi ya 13 mpaka sasa tunaongea, plastic and reconstructive surgeons ambao wako hospitali tofauti tofauti nchini, na kadri siku zinavyoenda chuo chetu cha tiba Muhimbili MUHAS
kimeanzisha hii course kuanzia 2019 kwa kushirikiana na wadau tofauti ambao wengine walikuwa wanakuja katika hii program, na tumeweza kuanzisha hiyo program kwa ajili ya kutrain surgeons. Mkurugenzi idara ya tiba Wizara ya Afya, Dr. Hamadi Nyembea, amesema kwa kuzingatia nafasi muhimu ya wanawake katika malezi ya watoto na wazee ndani ya familia, uponyaji wao huchangia pia kuboresha ustawi wa familia kwa ujumla. Kwamba tunalenga zaidi wanawake ambao wamepata majeraha makubwa yakapelekea kuharibu miili yao. Kwa mfano kuungua moto, kansa, kwa mfano kansa za matiti sana sana zimeharibu, watakuwa rudishiwe wakae vizuri. Lakini pia waliobakwa na kuharibika wanahitaji huduma za kibobezi. Mpaka sasa zaidi ya watu 300 wameshapata huduma hizi. Mpango huo wa ushirikiano katika urekebishaji wa viungo kwa wanawake na watoto umenufaisha mamia ya watu katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, na unaonyesha umuhimu wa ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi katika kuwasaidia wenye uhitaji. Of course tumeweza kushirikiana na Muhimbili hospitali, na katika miaka hii 10 partnership yetu haijaishia tu kwamba ni sisi RWI, Muhimbili National Hospital na wizara, bali tumeweza pia kuleta madaktari kutoka Bugando na kuwaleta kutoka Mnazi Mmoja Zanzibar, na pia kushiriki katika kambi hizi. Wadau na wafadhili wakiwemo Stanbic Bank Tanzania, Welfare Association of Pakistan, Pakistan Women Wing wamekuwa wakitoa mchango wao kufanikisha mpango huo, ikiwa ni pamoja na msaada wa kifedha, vifaa na huduma mbalimbali ambao umechangia kwa kiasi kikubwa kufanikisha upasuaji. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Imeelezwa kuwa ushirikiano baina ya wadau wa elimu na serikali utasaidia kupunguza changamoto za wanafunzi wa kike wanaoshindwa kuhudhuria masomo kwa sababu ya kukosa taulo za kike. Tupate taarifa kamili. Ni katika hafla ya ugawaji wa taulo za kike na utoaji elimu ya ukatili wa kijinsia pamoja na elimu ya fedha katika shule ya sekondari Kiloleli iliyopo halmashauri ya manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza. Mkurugenzi wa shirika lisilokuwa la kiserikali la Someone Africa Group, Alex Ngusa, amesema kama wadau wa elimu wanatambua umuhimu huo na wamekuwa wakishiriki maeneo mbalimbali mkoani Mwanza. Tutaendelea pia kwa siku zijazo kuendelea pia na taasisi nyingine kuendelea kuwasaidia kulingana na mahitaji yao, lakini kwa shule za sekondari tutaendelea pia kukusanya taulo za kike kwa wadau na tutaendelea kuwagawia kwa jinsi ambavyo utakuwa uhitaji unaonekana. Makamu mkuu wa shule ya sekondari Kiloleli, Emmanuel Mnisha, amewashukuru wadau hao, huku baadhi ya wanafunzi wa kike waliopata msaada huo wa taulo za kike wakieleza madhira yaliyokuwa yanawakabili. Ugawaji wa taulo utakuwa sasa ni mwarobaini wa watoto wetu, kwa sababu pesa tu inayotoka serikali inaweza kusitosha, lakini tunapopata ugeni kama huu unaongeza pia kupunguza changamoto hiyo. Changamoto tulizokuwa tunazipata ni kutokupata taulo za kike kwa wazazi, mfano kuomba pesa wanakuambia hawana. Asanteni sana kwa kutuwezesha, kuweza kutupatia pedi, kuweza kutustiri si wasichana. Naye mtaalamu wa elimu ya fedha Anita Ngandama ametumia hafla hiyo kutoa elimu ya matumizi na nidhamu ya fedha, huku mratibu wa shirika hilo Samuel James na mkuu wa dawati la jinsia Jeshi la Polisi Koplo Stella Limo wakieleza mikakati yao katika kuhakikisha mtoto wa kike anasoma katika mazingira rafiki na kulindwa na ukatili. Baada ya kupata pesa, hakikisha unaweka akiba. Umefika hapo kwa sababu mzazi ama mlezi amejinyima, ameweka akiba, amekutunza, amekusomesha. Idadi ya watoto ambao wanapitia na ni changamoto kwenye familia zao, huwa tunakuja na kuwaletea hizo taulo za kike ili wazazi wasiweze kuhangaika. Lakini nia na mazumuni, tunataka pia wazazi nao waamke, wajue thamani juu ya watoto wao. Ukiingia katika mapenzi utashindwa kutimiza ndoto zako. Moja, utapata mimba katika umri mdogo, lakini pia unapopata huo ujauzito katika umri mdogo, hupo katika hatari ya kuweza kupoteza maisha yako. Mbali na ugawaji wa taulo za kike, pia wadau hao wametoa miti 200 ya matunda na kivuli ambayo imepandwa katika shule hii. Grace Mbise, Star TV, Mwanza. Asante sana Grace Mbise kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa migogoro ya kifamilia, umaskini pamoja na ukosefu wa elimu ya makuzi ya mtoto katika jamii imetajwa kuwa ni miongoni mwa ongezeko la watoto mitaani. Tuiangazie taarifa hiyo.
Ni katika kikao kazi cha wadau wa maendeleo ya mtoto na kijana cluster ya Misenyi, ambapo mratibu wa malezi na makuzi ya mtoto katika halmashauri ya wilaya Misenyi mkoani Kagera Evans Mvungi anabainisha changamoto zinazochangia ongezeko la watoto wa mtaani. Kuna vitu watu wameacha kujifunza. Zamani palikuwa na swala zima la jando na unyago wa vijana wanaandaliwa kuwa baba, vijana wanaandaliwa kuwa mama. Anakumbushwa majukumu yake akiwa nyumbani, kijana anakumbushwa majukumu yake akiwa baba nini afanye. Kwa hiyo nalo imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo tunajikuta tuna wimbi kubwa la watoto wanaoishi mitaani, ambapo sasa ni changamoto ni kwamba wazazi kama wazazi tumeshindwa kutimiza wajibu wetu kama wazazi kusimamia watoto wetu. Kwa hiyo ni changamoto kweli, hata sisi kama wilaya ya Misenyi ipo, kwa sababu kuna watoto wengi wapo wamekimbilia kwenye miji mikubwa. Kwa upande wake mwenyekiti wa watendakazi huduma ya mtoto cluster ya Misenyi Rebeka Bugota pamoja na mchungaji wa kanisa la KKKT usharika wa Kasozi Robert Thomas wameeleza umuhimu wa malezi mema kwa watoto. Lengo la kikao hiki cha kwanza ilikuwa ni kuimarisha mahusiano kati yetu sisi pamoja na wadau, kwa sababu tunafahamu katika kumkomboa mtoto kutoka kwenye umaskini hatuwezi peke yetu kama kanisa, bali tunahitaji mchango wa wadau mbalimbali. Kwa hiyo lengo lilikuwa ni kuimarisha mahusiano kati yetu na wao, lakini pia ni kufahamu fursa zinazotolewa na wadau au huduma zinazotolewa na wadau na vitengo na idara mbalimbali za serikali ambazo zinaweza kutunufaisha au kuwa na faida katika kuleta ustawi. Wito wangu ni kila moja ashiriki, angalau hata ukipata mtoto mmoja ukasema huyu nitakwenda naye vizuri, nimsaidie atoke kwenye maisha, akienda akitumika huko, kwa vyovyote utakuwa umechangia sehemu ya maendeleo ya jamii yetu kwa ujumla. Baadhi ya wadau wa maendeleo ya mtoto walioshiriki kikao hicho wamekuwa na maoni tofauti juu ya malezi na makuzi ya mtoto. Vijana tulionao au watoto tulionao wanapitia changamoto nyingi sana. Na moja ya utafiti ambao mimi nimefanya ni kwamba wajibu wa wazazi kwa watoto kwa kweli umepungua sana. Lakini sababu na hilo ni kwamba imetokea kwamba watu sasa wana uhuru wa kuoa na kuzaa, au pengine kuzaa tu kabla ya kuoa kisheria niseme. Kwa hiyo tunaomba serikali tuunge mkono pale ambapo tunaonekana tunapwaya, wajitokeze hata wadau watutie nguvu, watuwezeshe. Wito wangu kwa serikali, zipo changamoto nyingi ambazo tunakumbana nazo kwenye huduma hizi za mtoto na kijana. Mojawapo ni ushirikiano ambao tunauhitaji kwa kiwango kikubwa kutoka kwa serikali. Tunaamini ni jukumu la serikali na hizi sekta binafsi zipo kwa ajili ya kusapoti kile ambacho kinafanywa na serikali. Kwa hiyo ombi langu na rai yangu kwa serikali ni kuongeza nguvu zaidi ya kusapoti haya mashirika. Wahitimu wa kidato cha 6 Serengeti High School wilaya ya Serengeti mkoani Mara wametakiwa kumwomba Mungu pamoja na kuweka juhudi katika kila jambo ili waweze kutimiza ndoto zao. Wito huu umetolewa na mgeni rasmi ambaye ni afisa elimu msingi wilaya Serengeti Mujibu Mustafa kwa wahitimu wa kidato cha 6 wa shule ya sekondari Serengeti High School, huku afisa elimu sekondari Tumsifu Mushi anabainisha serikali inavyoboresha elimu yani hapa. Pale popote mwanafunzi au ni wa kidato cha kwanza au ni wa kidato cha 5 au yule anayehitimu leo, ukimtupa Mwenyezi Mungu ujue huwezi kufika unakokwenda. Halmashauri ya wilaya ya Serengeti tumepata walimu 69 kwa ajili ya masomo ya sayansi, masomo ya biashara, lakini pia vifaa vya kufundishia na kujifunzia. Kwa hivyo serikali imegusa kila kona. Mkuu wa shule ya Serengeti High School Andrew Malela ni miongoni mwa wabeba maono ya elimu mkoani hapa, anajinasibu alivyoandaa wahitimu. Malengo yetu kama shule, tunaamini wanafunzi wote watafaulu kwa division 1 kwa maana ya daraja la kwanza tu. Hayo ndio malengo yetu ya shule, na sisi kama walimu na uongozi wa shule tutapambana kuhakikisha kwamba malengo yetu yanatimia, na kwa msaada wa Mungu tunaamini tutafanikiwa. Kongole linatolewa na wadau wa elimu kwa wahitimu na kutumia jukwaa hilo kuwapa nasaha. Tunatarajia kwenda mnaenda chuo, lakini jambo kubwa sana ambazo tunawasa mkifika huko mtakutana na vitu vinaitwa rushwa za ngono. Sasa nawakumbusha, hili ni kosa kama makosa mengine, kwanza ni unyanyasaji wa kijinsia, lakini pia kwenye makosa ya rushwa pia inaingia. Naomba wazidishe bidii ili ionekane kwamba hii shule
ina nafasi nzuri katika kiwango cha elimu iko juu. Nikitamatisha habari, wahitimu wamedai mbeba maono afi, kwani wamepikwa vyema na walimu. Na tumejiandaa vizuri katika mitihani yetu na tunatarajia kupata wani za kutosha na ziwe kali kabisa, ambapo tunaahidi watu wanaotutazama sasa hivi na walio kuja kutuangalia kwenye hii sherehe kwamba matokeo yetu itakuwa 100% mazuri kama wanavyotuona tulivyopendeza. Tumejiandaa vizuri sana, tumejizatiti na tunatumaini kabisa tutafanya vizuri na tutafaulu mitihani yetu ya taifa. Tumefanya mahafali sisi kama form 6, tunafurahi sana. Tumejipanga vizuri kwa ajili ya mtihani wa taifa. Tulipanga kuleta division 1 tu peke yake hapa Serengeti. Nikiripoti kutoka Serengeti Hospital Mabilika, Star TV. Mtazamaji, unafuatilia Star TV habari usiku huu. Tunaenda katika mapumziko mafupi. Nitakaporejea hapa utakuwa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Uko nami Gigo Mule. Ile ofa ya mwaka kutoka Star Times imekufikia tena. Miliki sasa Smart TV ya inchi 43 yenye kisimbuzi cha bure ndani yake chenye thamani ya shilingi 26,000 na kifurushi cha bure cha super kwa shilingi 38 kwa mwezi mzima bure, huku ikiwa na warranty ya miezi 12. TV hizi zikipatikana kwa punguzo kubwa la bei. Sunda Digital TV ya inchi 43 unaipata kwa shilingi 360,000 badala ya 420,000. Sunda Smart TV ya inchi 43 unaipata kwa shilingi 400,000 badala ya 460,000. Star Times Digital TV ya inchi 43 unaipata kwa shilingi 380,000 badala ya 440,000. Ofa hii inapatikana kwenye maduka Star Times yaliyopo Dar es Salaam pekee. Tembelea sasa maduka yetu yaliyopo TBC, Bamaga, Mikocheni, Msimbazi Shop karibu na msikiti wa Idrisa Kariakoo, Tegeta Shop karibu na Tegeta Sokoni, Mbagala Shop, Mbagala za KM, jengo la Dar Life, Buguruni Shop, Buguruni Malapa. Star Times, enjoy digital life. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room Your God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Karibu sasa, na sasa ni wasaa wa jicho letu mkoani. Jicho letu mkoani leo limeumulika mkoa wa Mara na tumeiangazia sekta ya elimu. Shule ya sekondari Nyanduga iliyopo wilayani Rorya mkoani Mara inakabiliwa na uchakavu wa vyumba vya madarasa pamoja na uchakavu wa vifaa vya maabara licha ya shule hiyo kufanya vizuri kitaaluma. Tuungane na Frankius Cleophas. Changamoto hizo zinabainishwa katika mahafali ya kidato cha 6 ambapo naiomba sasa serikali kutatua changamoto hizo ili kuongeza ufaulu zaidi. Ukosefu wa maktaba kwa ajili ya kutunzia vitabu na kujisomea, ukosefu wa chumba cha kompyuta, uchakavu wa vyumba 5 vya madarasa ambavyo ni vya zamani tangu shule ianzishwe, pia upungufu na uchakavu wa vifaa vya maabara, pia kukosekana kwa umeme ulio wa uhakika, ukosefu wa jengo bora la utawala kuendana na hadhi ya matokeo ya shule yetu. Kwa upande wake, mkuu wa shule ya sekondari Nyanduga Mwalimu Peter Chota anasema kuwa kuboreshwa kwa taaluma ni ushirikiano mzuri baina ya walimu na wazazi, huku Paulo Mabindo ambaye alikuwa mgeni rasmi ambaye ni katibu msaidizi tume ya utumishi ya walimu wilayani Rorya mkoani Mara akisisitiza suala la maarifa na ubunifu kwa wanafunzi hao. Na pasipo ushirikiano, swala la taaluma ndugu yangu ni kama mapiga matatu. Lazima awepo mwanafunzi, awepo mzazi na awepo walimu. Mkumbuke dunia inahitaji vijana wenye maarifa na ubunifu. Tunaamini nyie mmetoka hapa mna maarifa ya kutosha na ubunifu wa kutosha pamoja na nidhamu na uadilifu. Mahafali hayo yameenda sambamba na motisha kwa walimu ili kuongeza ufaulu kwa wanafunzi. Naamini walimu tukaendelea kushirikiana, mkaendelea kujiamini, mkaendelea kujituma, acha kusukumwa.
tutafanya vizuri mno. Tusifanye kazi kwa sababu fulani yupo, no. Endeleeni na utamaduni huu mlionao, ni mzuri, umeshajengeka hivyo, pambaneni tu. Lakini chonde na wasii walimu, mtamani siku ya leo kama hii kuwa mnatoka na chochote, kwa sababu hao walimu wamenifresha toka nafika hapa mpaka leo. Mwaka huu nilipanga niwafanyie motisha ya aina mbili. Kuna hii ya leo, lakini mwezi wa 6 pale tukifunga shule tu tutakuwa na ziara ya kwenda Chato, na lengo ni kuvisit kaburi na zake Mheshimiwa Rais ambaye ameshafariki, ndugu yetu Magufuli. Nikipoti kutoka Ranirolia mkoani Mara, Frankis Crawford, Star TV. Mtazamaji, baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata. PBZ Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Na kukaribisha sasa katika habari za biashara na uchumi. Manispaa ya Morogoro imetakiwa kupitia upya mikataba ya upimaji wa vibanda vya biashara baada ya kubainika kwa baadhi ya watu wakiwemo watumishi wa umma wanaoshikilia maeneo hayo na kuyapangisha kwa gharama kubwa. Tuungane na Omar Hussein. Mwenyekiti wa kamati ya usalama mkuu wa wilaya Morogoro, Musa Kilakala, ametoa maagizo hayo wakati wa ziara yake kusikiliza na kutatua kero za wafanyabiashara, ambapo kwa siku 2 mfululizo ametembelea maeneo hayo ya masoko na vituo vya daladala. Tunaitaka halmashauri ya manispaa ya Morogoro, mikataba yote mipya ya kuanzia mwezi wa 7 lazima tuangalie wafanyabiashara kwenye hizo frame ni kina nani. Tunataka tuingie mikataba na hao wanaofanya biashara, sio tu hapa, maeneo yote unapojua kwamba hili jengo ni la manispaa ya Morogoro. Kiini cha hayo ni uwepo wa taarifa wafanyabiashara hao kuonekana hawalipi gharama zozote. Imebainika maeneo mengi wafanyabiashara waliopo sio wenye mikataba ya upangaji na halmashauri. Hapa kiongozi wako atupacha. Kuna madalali, afu kuna mwenye mali. Ukiingia vibaya unakutana na dalali kule. Anakupiga wewe. Alafu yeye anaenda kuongea na bosi. Bwana, banda lile la kwako, unataka mpangaji shilingi ngapi? Bwana, mimi nataka 20,000. Yeye anakuja kuombea 50,000. Kwamba logo lile banda mimi nataka nipangishe. Mimi nikamkatalia, nasema ile pango moja kwamba kumshirikisha mshua ili tulipigie tunafikia hapo. Mshua ndio pangisha ile banda, alafu kodi ya manispaa lipi. Hailipi kodi ya serikali. Huo ni ukweli. Mimi niko kutoka bandani na kujengwa ndio nafasi ile banda. Anapangisha fedha, anapangisha banda. Yeye anakaa pembeni. Na kodi ya manispaa lipi. Mbali na kusababisha halmashauri kukosa mapato, hali hii inatajwa pia kwa chanzo cha migogoro kati ya wafanyabiashara waliopo na halmashauri. Mikataba mingi ya halmashauri ya mwaka mmoja. Kuzingatia maelekezo yako, yameelekeza kwamba yule atakayekuwa kwenye kibanda kuanzia mwezi wa 7 ndio apewe mikataba. Kwa hiyo sisi tutafanya uhakiki kushirikiana na wataalamu, yule tutakayemkuta kwenye kibanda kufanya biashara ndio atakuwa na stahili kupata mkataba, kwa sababu rasmi ile mikataba na hata wale ambao tulikuwa wanao na mikataba itakuwa imeisha kwa sababu mikataba ya mwaka mmoja. Mpango huo kutaka kupitia upya mikataba ya upangaji ni kutafutia ufumbuzi changamoto ya muda mrefu
kuwepo wafanyabiashara wadogo kwenye maeneo yasiyo rasmi ikiwemo katikati ya mji. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omar Hussein wa Star TV. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Hivi punde ni michezo na burudani. Martinelli from Katamo, that's a clever pass, looking for Kai Havertz! Arsenal lead in the quarter-finals! It's Doué, and the deflection takes Bruno Fernandes, plays the ball in, Matheus Cunha into the penalty area, Cunha scores for Manchester United! Fantastic from the Brazilian! Caicedo, oh he's lost it, Doku! 3-0! Gakpo, that's Salah, that is Mohamed Salah. Another day when maybe the torch is being passed. Karibu sasa tuangazie ukurasa wa michezo na burudani. Uongozi wa mkoa wa Mwanza umewataka wadau wa michezo kuyaishi na kuyaenzi mema yote aliyoyafanya marehemu Athman Bilal Bilo enzi za uhai wake, hususani kukuza na kuendeleza vipaji vya wachezaji chipukizi katika soka la wanawake. Godlizani Kitomari huyu hapa. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda, kiongozi wa mamia ya uombolezaji katika makaburi ya Nyasaka, wadau wa michezo na viongozi, amesema marehemu Athman Bilal Bilo ataendelea kukumbukwa katika tasnia ya michezo ndani na nje ya mkoa wa Mwanza. Mmoja kati ya wanamichezo wakubwa sana hapa Mwanza. Huwezi kuzungumza michezo hapa Mwanza kama hutomzungumzia Athman Bilal Bilo. Lakini pia uwezo wake katika fani yake ya ukocha hakuna ambaye hafahamu toka akiwa Mbao, lakini pia naamini kacheza Pamba. Kwa hiyo ni watu ambao kwa hapa Mwanza ni watu maarufu, ni maluata ni wa mjini hapa, na hususan umaarufu wake unatokana na yeye kuwa karibu na yeye. Amefia kazini kwa sababu amekufa wakati anaenda ayuko kwenye uwanja wa mazoezi kuiandaa timu yake. Baada ya kuwa wamemaliza mazoezi anapumzika, kwa hiyo Mwenyezi Mungu akamchukua mbele za haki. Kwa hiyo amekufa akiwa katika kusimamia jambo analoliamini. Baadhi ya viongozi wa vyama vya michezo mkoani humo wanaona kifo cha Athman Bilal ni pigo kwa maendeleo ya michezo. Athman Bilal alikuwa mchezaji wa Pamba na klabu zingine, lakini amekuwa mdau mkubwa wa maendeleo ya soka mkoani Mwanza na taifa kwa ujumla. Namfahamu pia Bilal kwamba baada ya kumaliza kucheza mpira alijiingiza kwenye wanakati wa mpira wa miguu hasa wa wanawake. Amepambania sana mpira wa miguu wa wanawake, na wote tunajua kwamba alikuwa akitafuta wachezaji wenye vipaji na kuviendeleza vipaji. Kwa hiyo ilikuwa ni hazina sana katika mkoa wetu wa Mwanza. Watoto wa kike ndo aliamua kuwainua kisoka. Ndio maana ulikuwa unakuta ana timu za vijana wadogo, watoto wa kike, mpaka sasa hivi mpaka umauti unamkuta anafariki, alikuwa na timu ya ligi kuu ya wanawake. Wachezaji wa zamani ambao wamehudhuria mazishi hayo wameeleza namna walivyomfahamu Athman Bilal enzi za uhai wake. Cheza timu moja na marehemu Biashara Shinyanga, na nimempokea mimi akitokea Dar es Salaam kuanzia mwaka 94, 95, 96 mpaka nilipomwacha akiendelea na majukumu ya timu ya mkoani hapo. Tuko pamoja, tunashiriki naye vizuri katika timu yetu ya Pamba Veteran. Tulikuwa tunamsupport pia kwenye shughuli zake hizo za Bilo Queens. Kwa hiyo kwa kweli ni pigo kubwa kwetu sisi veterans. Cha msingi tu ni kumwombea dua na kuishi katika yale mazuri aliyoyafanya yote. Nakumbuka kipindi ambacho nimekutana naye katika timu ya Itetu Rangers. Tulikuwa tukicheza wote pale, tulikuwa tukishirikiana, akicheza namba 4, mimi kama namba 5. Furahisha katika tukio hili, tumeonekana kama familia ya mpira ni wote tunaopendana sana. Kwa sababu leo kuja kuangalia kwa bwana Athman Bilal, kuna watu wametoka Bukoba, Msoma, Shinyanga,
Mwanza, Tabora, Kigoma. Ndio tumeonyesha upendo. Na wamiliki na wasimamizi wa vituo vya kuibua, kukuza na kuendeleza vipaji vya wachezaji wameguswa na kifo hicho. Bora kufanya na sisi kama Alliance tuko tayari kutoa ushirikiano kwa ajili ya timu yenzetu, kwa maana Biro kuhakikisha kwamba inaendelea kwa ligi kuu Tanzania bara, sababu wepo wa Biro na pia ni imara wa Alliance, na imekuwa ni timu ambayo inatupa changamoto nzuri. Marehemu Athmani Bilali nilimjua tukiwa tunacheza wote timu moja, yeye akiwa senior tukiwa watoto kwenye harakati za kuipandisha. Ni mtu ambaye kwa kweli nasema tumepata pigo sana katika hasa soka la wanawake hapa mkoa wetu wa Mwanza. Hakika sisi wote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Apumzike kwa amani Athmani Bilali Bilo. Naam, ni taarifa yake Athman na sio Godliza Nikitomari kama nilivyokuambia. Asante sana Othmani Abdalla kwa taarifa hiyo. Tukiugeukia ukurasa wa michezo na burudani kimataifa, huyu hapa Godliza Nikitomari anayo mengi usiku huu. Kocha wa Manchester United Michael Carrick amekataa kufungua milango kwa uwezekano wa mshambuliaji Marcus Rashford kurejea klabuni hapo kufuatia sintofahamu kuhusu hatima yake akiwa na Barcelona. Rashford mwenye umri wa miaka 28 hajaichezea United tangu Disemba 2024 baada ya kumaliza msimu uliopita kwa mkopo katika klabu ya Aston Villa, na baada ya hapo akajiunga na Barcelona kwa mkopo wa msimu wa 2025-26. Makubaliano ya mkopo yanawapa Barcelona fursa ya kumnunua mshambuliaji huyo kwa euro milioni 30. Hata hivyo, kuna taarifa kuwa klabu hiyo inaweza kutaka kujadiliana upya masharti ya malipo hayo. Kwa upande wao, viongozi wa Manchester United wameweka wazi kuwa wapo tayari kufanya mazungumzo mapya na wanaweza kumrejesha mchezaji huyo Old Trafford iwapo Barcelona hawatatimiza kipengele cha kumnunua moja kwa moja. Akiwa na Barcelona, Rashford amefunga mabao 10. Akizungumza na waandishi wa habari, Carrick amesema bado hakuna uamuzi wowote uliofanywa kuhusu hatima ya Rashford na hakuna kilichoamuliwa, japo muda ukifika uamuzi utafanyika. Mustakabali wa Rashford unaweza pia kuathiriwa na mshahara wake ambao unaweza kuongezeka iwapo Manchester United itafuzu kucheza ligi ya mabingwa barani Ulaya. Usiku huu Manchester United inashuka dimbani kucheza na Chelsea, ikiwa ni muendelezo wa ligi kuu nchini England, na timu zote mbili zinahitaji alama 3 ili kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kufuzu ligi ya mabingwa msimu ujao. Mshambuliaji wa timu ya taifa ya Ghana na klabu ya Manchester City Antoine Semenyo ameweka wazi kwamba ilikuwa uamuzi rahisi kwake kuchagua kucheza timu ya taifa ya Ghana badala ya timu ya taifa ya England. Semenyo ambaye nyota yake imezidi kung'ara zaidi baada ya kujiunga na City amesema hakuwahi kuwa na mashaka kuhusu uamuzi huo, licha ya kuwa pia alikuwa na sifa za kucheza England na hata Ufaransa. Nyota huyo ambaye alizaliwa nchini England amefichua kuwa Ghana walimpa nafasi akiwa na miaka 20 na hakuweza kukataa kucheza timu ya kwanza ya taifa, na ulikuwa ni uamuzi rahisi, na familia yake ilifurahia sana uamuzi huo, hasa baba yake mzazi ambaye alisherehekea kusikia kuwa ameichagua timu ya taifa ya Ghana. Timu ya taifa ya Ghana na England zimepangwa kundi moja katika kombe la dunia 2026 pamoja na timu ya taifa ya Croatia na Panama, na wanatarajiwa kukutana Juni 23, na Semenyo amekiri kwamba kundi hilo ni gumu kwa maana hakuna timu ya kubezwa. Tangu acheze mechi ya kwanza akiwa na timu ya taifa ya Ghana mwaka 2022, Semenyo ameshiriki kombe la dunia nchini Katari na pia michuano ya AFCON 2024, na ameibuka kuwa mmoja wa wachezaji muhimu katika kikosi cha Ghana, huku matarajio ya mashabiki yakiwa ni makubwa kila anapogusa mpira. Mpango wa kuondoka klabuni hapo. Cole Palmer amesema anacheka anaposikia tetesi hizo, akieleza kuwa licha ya jiji la Manchester kuwa ni nyumbani kwa familia yake, lakini hana mpango wowote wa kuondoka Chelsea kwa sasa. Palmer ameongeza kuwa ana imani na mwelekeo wa timu hiyo chini ya uongozi katika kuvutia wachezaji wapya wenye ubora wa hali ya juu. Kwa muda mrefu Palmer amekuwa akihusishwa kutakiwa na Manchester. Michezo na burudani leo tunahitimisha na hii.
Mwisho wa habari za michezo na burudani usiku huu, na sasa tuangazie muhtasari wa yale tuliyokuwa nayo. Jumla ya miradi 68 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 263 kukaguliwa na kuwekewa mawe ya msingi mkoa wa Pwani. Kwa habari za biashara na uchumi, Manispaa ya Morogoro yatakiwa kupitia upya mikataba ya vibanda vya biashara. Na katika habari za michezo na burudani, wadau wa michezo waombwa kuyaenzi maisha ya marehemu kocha Bilal kwa kuibua vipaji. Na kocha Michael Carrick asema Marcus Rashford huenda karejea Manchester United. Mtazamaji, asante sana kwa wewe ambaye umeichagua Star TV habari usiku huu. Na hatuna la ziada, tumefikia tamati katika taarifa yetu ya habari. Kwa niaba ya chumba cha habari, jina langu ni Gigwa Mhule, nikutakie tu usiku mwema. Kwaheri.